Ikiwa leo ni Agosti 15 mwaka wa 2026, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakualika uwepo wako uende pamoja nasi asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa nafasi hii uliyotupatia. Nasi twajikabidhi kwako, uzungumze nasi, tujifunze kutoka kwako. Hilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Mada leo ina kichwa kinachosema ghali mno lakini ni bure. Hii ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 5 aya 18. Inasema, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Pesa haiwezi kuinunua, akili haiwezi kuielewa, nguvu haiwezi kuiamuru, lakini kwa wote watakaoikubali, neema tukufu ya Mungu hutolewa bure. Lakini watu wanaweza kuhisi uhitaji wao, huku wakiacha kujitegemea, wakaukubali wokovu kama zawadi. Wale watakaoingia mbinguni hawatapanda kuta zake kwa haki yao wenyewe, wala malango yake hayatafunguliwa kwao kwa sababu ya matoleo ya gharama kubwa ya dhahabu au fedha, bali watapata kibali cha kuingia kwenye makao mengi katika nyumba ya Baba kupitia stahili za msalaba wa Kristo. Kwa wanadamu wenye dhambi, faraja kubwa kabisa, sababu kubwa kabisa ya kufurahi ni kwamba mbingu imemtoa Yesu kuwa mwokozi wa mwenye dhambi. Alijitoa kutembea kupitia katika ardhi ile ambayo Adamu alijikwaa na kuanguka, kukabiliana na mjaribu kwenye uwanja wa vita na kumshinda kwa niaba ya mwanadamu. Mtazame katika jangwa la majaribu, mchana 40 na usiku 40 alifunga, akistahimili mashambulio makali mno ya nguvu za giza. Alilikanyaga shinikizo la divai peke yake, wala katika watu hapakuwapo mtu pamoja naye. Isaya 63 aya 3. Haikuwa ni kwa ajili yake mwenyewe, bali ili apate kuuvunja mnyororo ule ulioishikilia jamii ya wanadamu katika utumwa wa Shetani. Kama Kristo katika ubinadamu wake alivyotafuta nguvu kutoka kwa Baba yake ili apate kuwezeshwa kustahimili majaribio na majaribu, ndivyo na sisi tunavyopaswa kufanya. Tunapaswa kufuata mfano wa mwana wa Mungu asiye na dhambi. Kila siku tunahitaji msaada na neema na nguvu kutoka katika chanzo cha nguvu zote. Tunapaswa kuziweka nafsi zetu dhaifu juu ya yeye aliye tayari kutusaidia katika kila wakati wa uhitaji. Mara nyingi sana tunamsahau Bwana. Nafsi hutoa nafasi kwa mihemko, nasi tunapoteza ushindi ule ambao tulipaswa kuupata. Pale tunaposhindwa, hebu tusichelewe kutubu na kuukubali msamaha ule ambao utatuweka katika mahali panapofaa kuyakinga mashambulio. Pale tunapotubu na kuamini, nguvu ya utakaso kutoka kwa Mungu itakuwa yetu. Neema yake inayookoa inatolewa bure. Msamaha wake hutolewa kwa wote watakaokubali kuupokea. Kwa ajili ya kila mwenye dhambi anayetubu, malaika wa Mungu hufurahi kwa nyimbo za furaha. Hakuna mwenye dhambi hata mmoja anayepaswa kupotea. Zawadi ya neema inayookoa ni kamilifu na bure. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ni Agosti 15, mada ikisema ghali mno lakini ni bure. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli
vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, kwa kuwa ametangulia, hakika tutafika tu.